Siwezi kusema vyote, lakini uniruhusu niongelee tu kwa haraka tabia zinazoathiri ubongo wetu. Moja wapo ya tabia ambayo inaathiri ubongo sana kwa mujibu wa chuo kikuu cha Harvard ni kukaa kwa muda mrefu. Nimesemaje? Sijakumbuka, kwa hiyo nitaongea kwa kubahatisha hili kwa sababu sikuliandaa tu, nimelikumbuka sasa hivi hapa. Dr. Joseph McCullough na Dr. Mark Hyman waliandika hili kwamba kukaa kwa masaa 5 mfululizo kwenye kiti ni sawa na mtu aliyevuta sigara 3. Yeah. Naweza nisipatie vizuri idadi, lakini content umeipata. Sasa fikiria watu wetu ambao wanafanya kazi maofisini. Fikiria makeshia wetu. Fikiria wale ambao tunawakuta benki. Wale ambao tunawakuta kule TANESCO. Wale wa hospitali, madaktari wetu. Na hao ndio tunatamani madaktari wawe na brain sharp kwa ajili yetu sisi. Ndiye dokta amewekwa hapo masaa kadhaa amekaa. Inashauriwa kila baada ya dakika 15, ukiwa umechelewa sana 30, nyanyuka, tembea pale ofisini kwako. Kwa sababu kati ya vitu ambavyo tunavitamani sana visaidie ubongo wako ni mtiririko wa damu kwenye ubongo. Ndio sababu mazoezi, kazi za mikono sio vitu vya kuepuka, ni vya lazima. Maana vinasaidia mtiririko wa nini? Wa damu katika ubongo wako. Usikae sana, usipende kukaa sana. Namba 2, kukosa kukutana na wenzako katika mazungumzo. Nimekosa lugha nzuri, lakini kwa sababu tuko na wataalamu hapo watanisaidia, kina Dr. Rafiki. Lack of socializing. Kiswahili tuseme hiyo niliyoisema mimi. Nipe PhD basi ya Kiswahili kabisa ili tumalize. Yaani kile kitendo cha mtu anakuwa kwenye mazingira yuko peke yake, hukutani na watu na nini, inaathiri ubongo. Jichanganye. Kuna magonjwa mengine yanapona ukijichanganya na watu. Toka nje, kutana na wenzako, muongee. Sawa. Kwa mfano, inategemea na mazingira yako. Mimi sitaki kukulazimisha. Toka mara moja, kaa na wenzako. Mimi napitaga hii njia hapa karibu na airport kwa mbele. Kuna saa unakuta kuna wanaume wamekaa hapo 6, 10, wamekaa wanapiga story. Zile story saa nyingine hazina maana, lakini at least anasahau shida. Ile mmekaa tu mnaongea sio nini? Mnabishana hapo dakika chache, ila usikae sana. Jichanganye. Tafuta watu ambao mnaongea lugha sawa. Wamefanya huu utafiti katika mataifa yaliyoendelea ambako mtu anaweza akafa nyumba ya pili na usijue. Kila mmoja yuko busy na maisha yake. Sasa wewe unaenda kule unajidai na hizi za kwetu ambao unakuta mtu unawasalimia, habari yako. Nenda kwenye zile nchi za wenzetu, unakuta na watu wanasalimia, how are you, atakutazama, unanijua. Unatafuta nini? Haya ambayo hata mimi pia inanipata, kosa ambayo hata mimi nafanya matengenezo hata na mimi pia. Kukosa usingizi wa kutosha. Inashauriwa angalau masaa 7 mpaka 8. Ukilala ubongo ni kama vile unajirichaji tena. Sasa hapa nao wahurumia wakubwa ambao nawahurumia sana ni walimu wa vyuo vikuu, madaktari, wachungaji, makansela kwa ujumla, madreva. Kuna saa una trip ya kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma na ina hela ya kwa mwisho inabidi upige Red Bull. Unatembea na Red Bull vyako kadhaa viko hapo, vina kafeini nyingi. Unapiga. Kafeini inatibua cortisol hormone, ni stress hormone. Kwa hiyo mwili unaambiwa kimbia. Na usingizi haukopwi. Mtu asikudanganye, usingizi haukopwi. Mimi alishanikuta. Kuna siku nilikuja kusinzia hapa nako. Natoka Dar es Salaam. Piga
nimepiga gari vizuri kabisa, kufika hapo nako nimepigiwa honi kama mara 3. Yaani nimehama, nimeenda upande, unasikia pupu, unashtuka, unarudi barabara. Mwisho nikasema ujinga gani, hunawahi nini? Nikapaki nako pembeni hapo, shusha vioo nusu, sehemu tu ambao unazingatia kwamba hapa hakuna madhara nataka kupata. Nikapiga lock gari, weka kiti vizuri, nikalala. Nilikuja kuamshwa na mgogo mmoja ambaye anachunga ng'ombe. Ndio amepita pale, akaja anashungulia, na huyu mtu yuko hai. Usingizi haukopwi. Pata muda wa kutosha wa kulala. Chronic stress, msongo chronic unaharibu ubongo wako. Ndio tunarudi pale tulikuwa tunaongea na mzee Mkama mwanzoni pale, moyo uliochangamka ni nini? Ni dawa. Hasa unasema mchungaji, hii dunia ina stress. Kuna stress nzuri na stress mbaya. Mfano, mimi hapo wakati najiandaa kuja kuongea na nyie, nilikuwa na stress ya kuongea. Hiyo ni stress nzuri, maana inaniambia andaa material kwa ajili ya watu. Nikiandaa material kidogo, kuna sana inaniambia no, unaenda kwenye YouTube utasikilizwa na watu wengi ambao wamesoma na ambao hawajasoma. Andaa research halali. Kwa naanza kutafuta huko, nani amefanya tafiti hii? Nakuta moja nisoma, nasema tafiti ni dhaifu, weka pembeni. Nakuja napata, hiyo ni stress nzuri. Lakini unawaza eti kuna mtu amekutukana, umeshika tamu, vipi sasa? Ameniambia mimi mbwa. Sasa kuna shida gani? Umegeuka, umekuwa mbwa. Nisikilize wewe, mtu mzima. Sisi watu wazima tunaongea hapa, watoto waige kwetu. Sisi watu wazima, iko hivi katika maisha, jifunze kupotezea vitu. Ukibeba kila kitu utakufa kabla ya muhula wako. Na nikwambie, mwenzako ambaye ndio unaumia kwa ajili yake analala usingizi, wewe huku unaumia, unateseka kabisa. Jifunze kupotezea vitu. Ukichukulia kila kitu serious hapa, utaondoka. Na binadamu wasivyo na adabu, siku tu umekufa wanachangisha mchango wa ubwabwa wa pale wakula kwenye msiba. Hapana bwana, achana na mambo ya stress, potezea. Haleluya. Ijapokuwa hawa wa Harvard, moja ya mwalimu ambaye amenifundisha masuala ya vyakula na akili, anaitwa Uma Nardo, anasema hivi, yule mwanamama, mtindo wa chakula ambao tuliingizwa umetuondolea uwezo wa kustahimili mikiki ya maisha. Mimi ndugu zangu, nikiona chipsi hivi naita sumu. Kwanza viazi hivyo, viazi vyenyewe hivyo vikichemshwa bila kuwekwa mafuta, angalau, nimesema, sijakwambia ni vizuri, angalau, kwa sababu ukitumia vile itapandisha sukari, na insulin ikiongezeka, sukari ikiongezeka, tuna damage brain, tumekuja kule. Lakini ukienda tena uchome tena yale mafuta ya alizeti ambayo mlidanganywa kabisa mkaambia ni mafuta mazuri. Alizeti ni kati ya vitu vizuri kabisa, ila sio mafuta ya alizeti.